Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus, bila shaka mzima wa afya. Ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati, nitakuletea habari za kitaifa na kimataifa, na katika habari za michezo na burudani tutaungana na Esther Mtebe. Karibu tuanze na habari za kitaifa tukianzia mkoani Kilimanjaro. Kamati ya maendeleo ya kata ya Kibosho Magharibi iliyopo wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro imekemea vikali tabia ya baadhi ya kamati za shule kuwachukulia mali wazazi wanaoshindwa kulipa gharama za chakula kwa watoto wao wanapokuwa mashuleni, na badala yake kuwe na uratibu mzuri wa uchangiaji ambao hautoathiri mfumo wa utoaji chakula shuleni. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika kikao hicho, diwani wa kata Kibosho Magharibi Deo Mushi amesema kutokana na vitendo hivyo kuongeza mzigo kwa wazazi, ipo haja ya kutafuta suluhisho la pamoja la kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula wakiwa shuleni kwa taratibu rafiki za uchangiaji ambazo hazimuumizi mzazi. Wametulimia mashamba ya shule karibu yote, wametuwekea na mbegu. Zile pesa zinaenda kutumika kwenye chakula, watoto wetu wasisoma bila usumbufu. Eleweni kwamba mwekezaji sasa hivi anaomba kibali kuendelea kuwekeza kwa miaka 33. Akipata kibali na sisi tukaweka sheria, maana yake kitakachotokea ni kwamba zile pesa zitakuwa ni moja kwa moja zinakwenda mashuleni. Baadhi ya wajumbe wa kamati za shule katika kata hiyo wakaeleza hali ilivyo, ikiwemo hatua mbadala za upatikanaji wa chakula shuleni kupitia uanzishaji wa mashamba utakavyoongeza ufaulu wa wanafunzi. Aina za kumpata mzazi na kuongea naye na kupata ile hela ya mchango wa shule kwa urahisi. Mjadala huu sasa leo ndio umeanza kwamba ubambuzi ni marufuku, itumike njia 3 pale ambazo tumeambiwa za kuongea na mzazi, ikishindikana ndo hatua ngumu zichukuliwe. Niliwahi kumsikia waziri wa elimu anasema kuchangia chakula shuleni ni lazima na si hiari, bali mwalimu asidili na mwanafunzi katika hilo. Walimu watadili na wazazi. Wale waliokuwa wanafanya nadhani kwa wakati ule walikuwa wanafanya kwa sababu walikosa njia mbadala. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kibosho, Kilimanjaro. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi Churwa iliyopo kata ya Mwinduro wilaya ya Mkinga mkoani Tanga wamelazimika kusomea chini ya miti kutokana na upungufu mkubwa wa madarasa ambao pamoja na mambo mengine umesababishwa na kuchelewa kukamilika kwa madarasa 4 na matundu 12 ya vyoo yanayoendelea kujengwa shuleni hapo. Haya yamejitokeza wakati wa ziara ya CCM mkoa wa Tanga wilayani Mkinga, ambapo Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kimekasilishwa na uzembe uliosababisha kuchelewesha ujenzi wa vyumba vya madarasa 4 na matundu ya vyoo 12 katika shule ya msingi Churwa iliyopo kata ya Mwinduro wilaya ya Mkinga. Taarifa zaidi na Rai Kipingu kutoka Tanga. Wazazi na walezi wa kijiji cha Churwa wanaeleza changamoto inayowapata watoto wao kutokana na upungufu wa madarasa, hali inayopelekea wanafunzi wengine kusoma chini ya miti. Jua likiwaka linawapiga, mvua zikinyesha ni za kwao, kiasi kwamba wanakatiza masomo. Hii serikali ikae makini kwa ajili ya kumaliza hili jengo ili watoto wapate kusoma kwa wakati. Na hapa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kikatoa maelekezo kwa watendaji juu ya kusimamia kwa ufanisi ukamilishwaji wa mradi huo, huku kikimtaka mzabuni kuendelea na kazi hiyo. Inawezekana kabisa ikawa fedha tunazo, lakini kama tumemcheleshea kumlipa fedha zake. Kwa hiyo tusije tukamuonea kwa sababu ya kutaka kujificha chini ya kivuli chake. Kwa msivunje naye mkataba, ni kuombeni sana, ongezeni spidi. Aidha, ziara hiyo pia imekagua maendeleo ya ujenzi wa zahanati ya Bosha itakayosaidia wananchi kupata huduma za afya karibu na maeneo yao. Hata sisi wenyewe ilikuwa ni ngumu, kama huna usafiri wa bodaboda, na maana hata kutembea inakuwa ni shida. Wote waliofanya ubadhirifu huu, muda kwa kesi iko mahakamani, lakini kwanza wasimamishwe uongozi mpaka pale mahakama itakapotafsiri sheria kwamba wamehusika kweli au hawakuhusika. Amenielekeza twende kutafuta fedha zaidi ili majengo zaidi kwa majengo la upasuaji liweze kupatikana. Kwa kweli tunamshukuru kwa juhudi hizi. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel 10. Kikosi cha wanaanga wa misheni ya Artemis kimerejea salama duniani baada ya kukamilisha safari ya kihistoria ya kuzunguka mwezi, hatua muhimu kuelekea kurejeshwa binadamu katika uso wa mwezi. Shirika la NASA limechapisha picha za kuvutia zilizopigwa wakati wa safari hiyo, zikiwemo kutoka upande wa mbali wa mwezi ambao huonekana kirahisi kutoka duniani. Picha iliyopewa jina la EarthSat ikionyesha dunia ikizama nyuma ya upepo wa mwezi, taswira inayofanana na picha maarufu ya Earthrise ya mission ya Apollo 8. Aidha, wanaanga walishuhudia tukio adimu ambapo mwezi ulifunika jua
kwa takriban dakika 54 walipokuwa wakipita nyuma ya mwezi wakipata mwonekano wa kipekee wa anga. Wakiwa ndani ya chombo cha Orions, waliweza kuiona dunia ikiwa kama mwezi mpevu, ikionekana takriban kadri walivyozidi kusonga mbali, wakifikia umbali wa zaidi ya kilomita 400 kutoka duniani, safari inayochukua takriban siku 4. Mafanikio ya Artemis yamefungua ukurasa mpya katika historia ya safari za anga, yakitoa matumaini mapya ya safari za binadamu kuelekea mwezini na hata mbali zaidi. Kwingineko ni kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo unatarajiwa kupokea mwenge wa uhuru Aprili 13 mwaka huu, ukitokea mkoa wa Kaskazini Unguja ambao utakimbizwa kilomita 392 kwa kupitia miradi 35 yenye thamani ya shilingi bilioni 113.5, ikiwemo iliyokamilika na mingine ipo katika hatua za utekelezaji. Taarifa zaidi na Fatma Hassan. Amesema mwenge utapokelewa wilaya ya Ilala Aprili 13 na kuhitimishwa Kinondoni Aprili 17, ambapo utakabidhiwa mkoa wa Pwani Aprili 18 mwaka huu. Akatumia fursa hiyo pia wataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kujitokeza kwa wingi kupokea mwenge huo ambao pamoja na mambo mengine unahamasisha upendo, amani, mshikamano na uzalendo kwa wananchi. Ujumbe mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 ni unalenga kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Aidha, ujumbe huu unaambatana na ujumbe wa kudumu wa mbio za mwenge wa uhuru dhidi ya mapambano ya VVU na ukimwi, malaria, dawa za kulevya. Akizungumzia utekelezaji wa maagizo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba juu ya soko la simu 2000 lililoteketea kwa moto, mkuu wa mkoa amesema tayari usafi umefanyika na kuruhusu wafanyabiashara kuanza kupanga bidhaa mezani wakisubiri soko jipya lijengwe ambalo linatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 3 hadi 4. Wafanyabiashara wapange meza kwenye ile eneo ambalo lilikuwa limeungua wakati eneo lao linajengwa kwa spidi kutoka sasa, na maelekezo pia Mheshimiwa Waziri yalikuwa ni mkuu wa mkoa, katibu tawala mkoa pamoja na mkuu wa wilaya inayohusika kusimamia haraka sana yule mkandarasi pamoja na watu wa dati ili ndani ya miezi 3 mpaka 4 wafanyabiashara wale waweze kuhamia. Kuhusu upatikanaji wa mafuta katika mkoa huu, amesema yanapatikana kwa 100% licha ya malalamiko ya bei ambayo imetokana na kupanda kwenye soko la dunia, huku akiitaka mamlaka ya udhibiti wa usafiri nchi kavu LATRA kuhakikisha inasimamia suala la bei za nauli katika jiji hili ili kuondoa malalamiko hayo kwa pande zote mbili, wamiliki na abiria. Ni kweli kwamba mafuta yamepanda, na kama yamepanda kidogo basi tuone nini cha kufanya, na ni kweli kwamba LATRA nao wamejaribisha kusimama katikati angalau kubalance kati ya mmiliki wa gari, mwananchi na bei ya mafuta. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel. Fatma Hassan kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetenga zaidi ya shilingi bilioni 5.7 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo masoko ili kutoa fursa kwa vijana kuweza kujiajiri. Tupate undani wa taarifa hiyo. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa vijana platform iliyoandaliwa na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ambapo mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema miongoni mwa fursa zitakazotolewa ni ujenzi wa soko la wamachinga katika maeneo ya Jangwani, Gongo la Mboto na Zingiziwa. 10 na halmashauri yetu ina zaidi ya bilioni 22 ambazo ni mikopo kwa makundi maalum, manake vijana, watu wenye ulemavu pamoja na wanawake. Hivyo unaona huyu kijana ambaye leo hii tunampa platform kwenye haya makundi matatu ambayo nimeyasema, kwenye walemavu yuko kijana mwenye ulemavu, lakini kwa wanawake yuko kijana ambaye ni mwanamke, lakini na yuko kijana. Mhadhiri chuo cha usimamizi wa fedha IFM Sirie Nchembe amewataka vijana kuhakikisha wanapambana na changamoto zinazojitokeza katika jamii na kuzigeuza kuwa fursa ambazo ndio ujasiriamali wa kweli. Ona matatizo yaliyoko kwenye jamii na kuweza kuyatatua hayo matatizo ili apate maokoto. Hiyo ndio definition ya mjasiriamali.
Mbunge wa Buchosha Eric Shigongo ameomba serikali kuandaa mazingira mazuri ili wazawa na jamii waweze kufaidika na utajiri wa nchi yao. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Kaugeri, kata ya Mwaru, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida wanaiomba serikali kuwatengenezea barabara ya kutoka makao makuu ya kata yao hadi kijijini kwao ili waweze kuondokana na adha ya kutumia gharama kubwa ya usafiri. Tupate undani wa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kaugeri wakiongea na kituo hiki kwa masikitiko wameonyesha kutoridhishwa na mkandarasi anayejenga kalvati lililopo kwenye barabara hiyo kwa madai kwamba ujenzi huo umekuwa wa muda mrefu huku kukiwa hakuna njia mbadala ya mchepuko kwa magari yanayotumia barabara hiyo. Yaani changamoto yangu bado narudi tena kwenye barabara kwa sababu mimi mwenyewe hapa tangu juzi watoto wangu walisafiri, ni wanafunzi waende mjini Singida. Tangu juzi ndio wamefika leo. Wamefika siku ya ngapi? Ya 3 ndio wamefika mjini. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalizie barabara, ni changamoto sana kwetu. Mazingira yetu ya hapa changamoto kuu, kuna maji mengi sana. Kwa hiyo kuna sehemu najikuta mkandarasi anafanya kazi ila wakati wa masika madaraja yanakuja kubomolewa. Sisi kama wakazi wa Kaugeri bado tunateseka. Maana magari kama yanatoka Singida, yanatoka Igunga ni shida. Yaani kiufupi jamani, serikali kama serikali tunaomba mlishughulikie hilo swala. Akizungumzia kuhusu kero hiyo ya barabara ya kutoka makao makuu ya kata ya Mwaru hadi katika kijiji cha Kaugeri, mwenyekiti wa kijiji hicho Laurent Bomba Torokoko akasema tumeshalifanyia mikakati na bahati nzuri mkandarasi yupo hapo, na hata leo asubuhi mimi nilishaonana naye akasema ameshafikia hatua ya mwisho, inawezekana ndani ya siku 2-3 tayari ile karabati itakuwa linapitika. Juhudi za kumtafuta meneja wa TANROADS mkoa wa Singida pamoja na mkandarasi anayejenga culvert katika barabara hiyo ili kuzungumzia malalamiko ya wananchi hao bado zinaendelea. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, Jumbe Ismail wa Channel. Asante Jumbe Ismail kwa taarifa hiyo. Mahakama nchini Uganda imemhukumu aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Agnes Nandutu kifungo cha miaka 4 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuiba vifaa vya kuwezekea nyumba vilivyokuwa vimekusudiwa kusaidia wananchi wasiojiweza. Akitoa hukumu hiyo, Jaji Jane Okuwa Kajuga amesema faini ya juu ya shilingi milioni 3.2 za Uganda haitoshi kuakisi uzito wa kosa hilo, akisisitiza kuwa ni muhimu kutuma ujumbe kwamba ufisadi haulipi. Upande wa utetezi kupitia wakili wa Nandutu uliambia shirika moja la habari la kimataifa kuwa hukumu hiyo ni kali mno, ikidai mteja wao alikosea kwa kupotoshwa na tayari ameomba msamaha, huku kiendeleza uwezekano wa kukata rufaa. Kwa upande mwingine, mashtaka amesema hukumu hiyo ni sahihi na inalenga kuonyesha uzito wa kosa pamoja na kuzuia vitendo vya ufisadi miongoni mwa viongozi wa umma. Tuelekee huko wilayani Kilolo ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameziagiza serikali za vijiji mkoani humo kuweka kipaumbele cha juu katika ajenda za mikutano yao swala la kujadili na kusimamia mpango wa utoaji wa chakula shuleni kama njia bora ya kuhamasisha ushiriki wa jamii, hususan wazazi katika utekelezaji wa mkakati wa muda mrefu wa serikali wa kukabiliana na changamoto ya udumavu na utapiamlo kwa watoto. Ameyasema hayo wakati wa ziara yake katika kata ya Irole, wilaya ya Kilole, iliyolenga kutembelea na kukagua miradi ya elimu. Clement Sanga ana undani wa taarifa hiyo. Amesema ushirikiano wa karibu kati ya viongozi wa vijiji, walimu pamoja na wazazi una nafasi kubwa ya kuchochea mafanikio ya programu ya utoaji wa chakula shuleni, akibainisha kuwa hatua hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha ufaulu wa wanafunzi, kupunguza utoro na kuongeza ari ya kujifunza miongoni mwa watoto. Vijiji vyote lazima vijadili katika mpango wa kupambana na utapiamlo, mpango wa kupambana na udumavu. Solution ni lishe bora kwa watoto wetu. Lishe bora ni pamoja na chakula bora, na chakula bora lazima kipatikane wakati wote kinapohitajika. Naye diwani wa kata ya Irole Eric Kikoti amesema amepokea maagizo hayo na tayari amekushawasilisha kwa serikali za vijiji katika eneo hilo kwa ajili ya utekelezaji wake. Mimi hilo nipo tayari kulifanyia kazi na wenye viti wangu wa vijiji wote nishawapa taarifa, nishawapa majukumu hayo kwamba wasimamie wazazi wote wakishe chakula
kinapatikana shuleni na kila mzazi anachanga chakula kwa ajili ya mtoto wake. Mwaka huu wa fedha, mwaka wa 25-26, zaidi ya bilioni 5 iko kwenye miradi ya elimu, ya afya na miradi mingine. Na yote hiyo tunaendelea kuitekeleza kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa kutoka mkoani Iringa. Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Omar Hamadi Bakari amesema uwepo wa sheria ya huduma za fedha ndogondogo utasaidia serikali kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Tupate undani wa taarifa hiyo. Ni kikao cha mafunzo ya uelewa na ushirikishwaji wa sheria na kanuni za fedha wa kamati ndogo ya fedha ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Mafunzo hayo yaliyofanyika afisi ya Benki Kuu Tanzania afisi ya Zanzibar yamefunguliwa na Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Omar Hamadi Bakari. Miongozo itatuelekeza sisi kwamba wapi tunaelekea, lakini nini cha kutaraji tunapoweka sheria hizi ama tunapofanya mabadiliko ya sheria. Maana yake kuna kasoro ambazo tumezigundua. Kasoro hizi ambazo tumezigundua, maana yake tunaenda kutandika hizi taratibu na kanuni nyingine ambazo za kuziboresha, ambazo zitaondoa zile changamoto. Naibu Gavana Benki Kuu ya Tanzania Sauda Kasim Semo amesema BOT inalenga kuimarisha ushirikiano na taasisi zinazosimamia fedha ikiwemo Wizara ya Fedha pamoja na kamati ndogo ya fedha ya Baraza la Wawakilishi. Mwisho wa mafunzo haya tutakuwa tumeongeza uelewa, lakini pia tunaendelea kuimarisha mashirikiano yetu ambayo ni Benki Kuu, upande mwingine Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar. Utekelezaji unakuwa mzuri pale unaanza kwanza na viongozi kuwa na uelewa na wadau wote wanaoguswa na sheria ile kuwa na uelewa. Na ndio maana leo hapa umeona mbali na wao wenyewe wajumbe wa kamati, lakini tumekuwa na wadau wengine mbalimbali ambao sheria hii inawagusa. Sheria ya Zanzibar ya taasisi za fedha ndogondogo ya mwaka 2023 pamoja na uwasilishwaji wa kanuni za kiwango cha pili ni miongoni mwa mada mbili zilizowasilishwa katika mafunzo hayo. Chuma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Idadi ya wanawake wanaochangamkia fursa za kushika nafasi mbalimbali za uongozi katika mkoa wa Geita imeendelea kuongezeka kufuatia jamii kuanza kutambua na kuthamini uwezo wao katika kuongoza kutokana na kazi kubwa inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi kifupi. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi Tanzania UWT mkoa wa Geita wakati wa kikao cha baraza la jumuiya hiyo kilichofanyika manispaa ya Geita. Waliojitokeza kwenye viti maalum walikuwa ni wanawake 12. Na kati ya hao nafasi zilizokuwa zipo ni nafasi 2 tu. Na tumebahatisha kuweza kupata wabunge wetu 2 wa viti maalum. Kwa hiyo niwapongeze kwa wale wote ambao walioshiriki kugombea nafasi katika viti maalum. Hongereni sana. Ndugu mgeni rasmi, jumla ya wagombea ubunge wa viti maalum mkoa wa Geita tumeielezea. Matokeo ya uchaguzi wa ubunge wa viti maalum katika mkoa wetu wa Geita, waliopata nafasi hizo ni 2 ambao na wenyewe si mwingine ni Mheshimiwa Regina Henry Mikenze ndo aliyeongoza, akafuatiwa na Mheshimiwa Joseph Chagula. Hao ndio walioteuliwa 6 na ndio walikuja wakagombea na kushinda. Kaimu mkuu wa mkoa wa Geita Grace Kingalame ambaye ni mkuu wa wilaya Nyang'hwale amesema serikali itaendelea kushirikiana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwahakikishie tu chama na serikali tunazungumza lugha moja, ndio maana tumeshinda kwa kishindo. Kwa hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa tuwahakikishie tu ushirikiano huu utaendelea. Katika kikao hicho mgeni rasmi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Evaristi Gervasi. Tuendelee kuwaaminisha wananchi kwamba kina mama wakipewa nafasi wanaweza kufanya zaidi kuliko hata sisi wanaume. Mfano mdogo tu umeona kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi aliyoifanya. Amefanya kazi, wananchi wamemwamini na ndiye amekuwa rais wa kwanza kupata zaidi ya 98% toka tumepata uhuru wa nchi yetu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Maafisa wa Marekani na Iran wamekutana kwa nyakati tofauti na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif jijini Islamabad kuelekea mazungumzo ya amani nchini Pakistan. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, maafisa wa Irani ndio walikuwa wa kwanza kufanya mazungumzo na Sharif, huku maelezo ya kikao hicho yakibaki kuwasili hadi sasa.
Baadaye makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alikutana na Sharif akiwa ameambatana na mjumbe maalum Steve Witkoff pamoja na mshauri wa Donald Trump na mkwe wake Jared Kushner. Ripoti kutoka vyombo mbalimbali vya habari zimeeleza kuwa mipango ya kufikia makubaliano ya amani inaendelea kujadiliwa, lakini hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa. Miongoni mwa changamoto zinazoikabili ajenda ya mazungumzo hayo ni swala la iwapo Lebanon itahusishwa katika makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano, wakati ambao maafisa wa Lebanon wamesema kuwa ujumbe wao unatarajiwa kukutana na ujumbe wa Israel mjini Washington DC Jumanne ijayo kwa lengo la kujadili hatua zaidi za amani. Wakati huo huo, televisheni ya taifa ya Iran imeonya kuwa mazungumzo hayo yanaweza kusitishwa iwapo masharti ya Tehran yatazingatiwa. Naam, kufikia hapo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe ambaye atatujuza habari za michezo kitaifa na kimataifa. Usiondoke.